Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Hakika siku ya jana ilikuwa ni siku nzito kweli kweli kwa wapenzi wengi wa soka kutoka hapa nchini Tanzania. Mtazamaji Bongo Super Media, hakika kutokana na mchezo wa jana kuahirishwa kati ya Simba pamoja na Yanga kulisababisha moja ya shabiki wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambaye alisafiri kutoka katika jiji la Mbeya mpaka Dar es Salaam kupoteza maisha. Je, sababu ilikuwa ni nini? Utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Sasa wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha tuanze kuzungumzia mkasa mzima. Wazungu huwa wanasema kwamba scenario nzima ilivyokuwa kuanzia mechi kuhairishwa mpaka mtu huyu kupoteza maisha. Na bila kupoteza muda, wengi tulikuwa tunatambua kwamba klabu ya Dar es Salaam Young Africans pamoja na Simba wanacheza mchezo wao tarehe 8, kitu ambacho kila Mtanzania alikuwa akifahamu hivyo. Lakini siku ya tarehe 7 majira ya saa 1 usiku, klabu ya Simba ilikwenda katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mazoezi. Ripoti mbalimbali zinaeleza kwamba Simba walikwenda na basi lao kubwa, basi dogo na magari mengine machache ya viongozi kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi. Lakini kitu ambacho kilitokea ni kwamba klabu ya Simba ilizuiliwa kiwanjani, wasiingie kiwanjani ama wasipite getini, na watu ambao walizuia klabu ya Simba wasiingie katika uwanja wa mazoezi ni mabouncer wa klabu ya Yanga. Kama taarifa kwa umma ilivyosema ya kwamba wao walizuiliwa na mabouncer wa Yanga, hivyo hawatashiriki mchezo wa tarehe 8 kutokana na kuvunjwa kwa kanuni. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Sasa mara baada ya klabu ya Simba kutoa taarifa hiyo kwamba hawatoshiriki mchezo huo, ndipo ambapo bala lilipoanzia, kwa maana bodi ya ligi TFF na klabu ya Dar es Salaam Young Africans vichwa vikaanza kuwauma nini kifanyike. Lakini klabu ya Dar es Salaam Young Africans na wenyewe wakatoa taarifa kwa umma ya kwamba wao watakwenda uwanjani kama kawaida. Mechi iko pale pale, hakuna mechi kuhairishwa, kwa maana bado mechi ipo na kila mtu wasogee mapema kabisa katika uwanja Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo. Lakini ilipofika majira saa 5 naelekea saa 6 hivi, bodi ya ligi kutoka hapa nchini Tanzania walitangaza kwamba mchezo umehairishwa. Hakutokuwa na mchezo kutokana na matatizo hayo yaliyotokea. Ndivyo ambavyo bodi ya ligi walitoa taarifa hiyo na wakasema kwamba mchezo huo utapangiwa siku nyingine, kitu ambacho klabu ya Dar es Salaam Young Africans wao wakasema hapana, sisi tunapeleka timu kama kawaida. Hivyo basi klabu ya Dar es Salaam Young Africans ilipofika majira ya saa 11 wakapeleka timu kama kawaida katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, wakafanya mazoezi na kisha baadaye wakaondoka pale katika dimba la Benjamin Mkapa. Na statement ya viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans wao wakasema ya kwamba hakutokuwa na dabi nyingine, hakutokuwa na mchezo mwingine wa klabu ya Simba na Yanga kama ambavyo wao wamekataa, na wenyewe watakataa mchezo huo ambao wataupangia siku nyingine. Hivyo wao wameamini kwamba siku ya jana wamecheza mchezo na wameshinda kwa mabao 3 na wamechukua alama 3. Hivyo Yanga yupo kileleni kwa zaidi ya alama 7 dhidi ya Simba. Alikamwe aliandika hivyo kwamba wapo kileleni kwa alama zaidi ya 7 dhidi ya klabu ya Simba, kitu ambacho watu wengi wameshangaa. Na Yanga wamesema kwamba hata bodi ya ligi ipange mchezo mwingine, wao hawatashiriki. Na kiongozi wa klabu ya Yanga Arafat Haji ndio amethibitisha hivyo kwamba wao hawatacheza mchezo wote wa Simba na Yanga kwa sababu tayari mchezo umeisha katika msimu wa mwaka wa 2024-2025. Hivyo basi mpaka hapo tagundua kwamba kuna kutunishiana misuli kati ya klabu ya Yanga na Simba pamoja na viongozi, kwa sababu licha kwamba viongozi wa bodi ya ligi kutangaza mchezo haupo, Yanga wao walisema mchezo upo na wakaenda kiwanjani. Lakini pia kitu ambacho watu wengi kimewauma zaidi ni watu wamesafiri kutoka mikoa mbali kwa ajili ya kuja kuangalia mchezo huo. Wametumia gharama kubwa, fedha imewekezwa kwa ajili ya kwenda kucheki ama kutazama mchezo huo, lakini mchezo huo haukufanyika. Hilo sio shida. Shida kubwa ambayo imetokea sasa
ni kupoteza mtu. Unajua kuna shida ambazo zinasovika na kuna shida ambazo hazisoviki kirahisi. Taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba moja ya shabiki wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambaye ametoka Mbeya kwenda kutazama mchezo huo hapo jana alifariki dunia mara baada ya kuegamia nguzo. Sasa hebu sikiliza sauti hii ambayo ilitoa taarifa kuhusiana na mtu huyu ambaye alipoteza maisha siku ya hapo jana. Mashabiki wa Yanga tumekuja kuangalia mpira wa Yanga na Simba. Bahati mbaya kama mnavyojua watu wengi umeahirishwa mpira. Sasa wakati tupo kwenye magari tunajiandaa kuondoka, kuna shabiki mmoja wa Yanga ametokea Mbeya Tunduma. Ikatokea shoti ya umeme hapa kwenye jeshini hapa, alikuwa kaegemea nguzo. Basi mwana Yanga mwenzetu mmoja amefariki. Kwa hiyo kuahirishwa kwa hii mechi kumetokea na maafa kama hayo. Kuna ndugu yetu amefariki hapa, ndio tunakaa kikao kwa sababu sisi wote ni Yanga kama ndugu. Tunajua tufanye nini. Asanteni sana. Naam, umeweza kumsikiliza vizuri mtu huyu ambaye ametoa taarifa kuhusiana na shabiki huyu wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kuwa amepoteza maisha. Sasa basi, mtazamaji wa Bongo Super Media, huyo ni shabiki wa Yanga ambapo wana Yanga wamesema kwamba wanajichanga, wanamrudisha ama wanamsafirisha mpaka nyumbani kwao na taratibu zingine za mazishi ziendelee. Hivyo basi, hasara hajapata mashabiki wa Yanga wa mashabiki wa Simba wala Yanga, lakini pia hasara hata Azam Media imepata. Na Azam Media pia nenye ikatoa taarifa kwa umma ya kwamba wanasikitishwa sana na vitendo ambavyo vimetokea kwa siku ya jana, na wanasema kwamba wameinvesti fedha nyingi kwa ajili ya kuonyesha mchezo huo, lakini pia walikuwa wana wadhamini ambao wamejipanga kwa ajili ya kusapoti mchezo huo. Tayari wameshapokea matangazo mbalimbali ya watu kuwatangazia. Tayari wameshakula hela nyingi za watu kwa ajili ya mchezo huo wa Simba na Yanga. Tayari jeshi lao lilikuwa limeshafika katika uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kurusha matangazo hayo live kwa ubora mkubwa, lakini wamepatwa na mshtuko mara baada ya kupata taarifa kwamba mchezo huo umeahirishwa. Hivyo na wenyewe wameingia hasara kubwa, lakini pia wamekosa trust ama wamekosa kuaminiwa na baadhi ya watu ama wafanyabiashara ambao wameingia ubia nao. Hivyo Azam TV Limited wametangaza kwamba tukio hilo limewaumiza kweli kweli. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, ili tukio ambalo limetokea jana limeumiza kila pande, kwa maana limeumiza mashabiki wa Simba, limeumiza Simba wenyewe, limeumiza mashabiki wa Yanga, limeumiza Yanga wenyewe, limeumiza bodi ya ligi, limeumiza Azam. Yote hiyo ni kutokana na makosa ambayo yametokea tu kwa muda mchache sana. Yani makosa ya timu kuzuiliwa tu kutokuingia uwanjani kufanya mazoezi, ndipo kosa lilipoanzia hapo. Na pengine unaweza ukasema kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF pamoja na klabu ya Dar es Salaam Young Africans hawa ndio watu pengine wa kuonyoshia mikono, kwa sababu Simba alipofika pale majira ya saa 1 kamili, waliondoka majira ya saa 3, waliomba, walipiga simu kwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuruhusiwa wao waingie uwanjani, lakini ilishindikana. Na kwa nini ishindikane kuingia uwanjani? Ni mabounsa wa Yanga waligoma Simba kuingia uwanjani licha kutafuta suluhu ya wao kuingia uwanjani, ikashindikana. Pengine Yanga wangewaruhusu Simba waingie uwanjani, basi mechi ingechezwa. Ama TFF kwa wakati huo unajua walikuwa wanazo taarifa, ama bodi ya ligi walikuwa wanazo taarifa, wangewaambia mabounsa wa Yanga kwamba waachie Simba waingie uwanjani, pengine mechi ingechezwa. Lakini kutokana na uzembe na delay ambayo ilitokea katika siku ya juzi, Simba kutoingia kiwanjani na walikaa pale masaa 2 kutafuta suluhu, lakini ikashindikana, wakaamua kuondoka na wakasema kwamba hawachezi mechi. Kwa hivyo issue wangesolve mapema, mechi ingechezwa. Kwa maana yake huu ni uzembe ambao umetokea na kusababisha hasara kubwa kwa watu. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe maoni yako ni yapi? Unaweza kuandika maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.